wokovu sio kitu cha kutengeneza, isipokuwa masuala ya dini. Watu wanaopandikizia mapokeo ya dini, hivyo ndio vitu vya kutengenezwa na wanadamu. Lakini wokovu umetengenezwa na Mungu mwenyewe. Yesu, kwa kutumwa Yesu duniani afanyike kwa mwokozi, ili wanadamu wasiweze kuumia, wasiweze kuteswa, wasiweze kuangamia, wasiweze kuwa wahanga wa kwenda katika jehanamu ya moto. Kwa kila mwanadamu, kila mtu, mapenzi ya Mungu, matakwa ya Mungu, matamanio ya Mungu ni kutaka watu wote waokoke. Haleluya, haleluya Jose. Watu wote waokoke. Matamanio ya Mungu ni kuona mume wako anaokoka. Matamanio ya Mungu ni kuona mkeo anaokoka. Matamanio ya Mungu ni kuona majirani zako wote wanaokoka. Matamanio ya Mungu ni kuona mabosi wako wanaokoka. Matamanio ya Mungu ni kuona watu wote ukoo wako wanaokoka. Na ndio maana Mungu amekutanguliza wewe. Haleluya, haleluya, haleluya Jose. Ndio maana Mungu amekutanguliza wewe mbele. Usije kaona umeokoka wewe kwa bahati mbaya. Mungu amekutanguliza wewe kwa sababu anaupenda ukoo wako, kwa sababu anaipenda familia yako. Ndio maana anakutanguliza wewe upate kuokoka, ili ufanyike kuwa ushuhuda, ufanyike kuwa nuru kwa watu wengine. Na Mungu andiko nasema hatujaokolewa kwa jitihada zetu, kwa usafi wetu, kwa utakatifu wetu. Hakuna. Amen, amen Jose. Kwa sababu tunapookolewa, maana nasema Mungu anatupa uwezo wa kufanyika watoto wake. Tunapookolewa, tunapoliamini neno la Mungu namna hii, tunaliamini neno la Mungu, tukatubu dhambi zetu kwanza kuziacha, tunapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sio tena watoto wa Ibilisi, kwa sababu kuna watoto wa Ibilisi na watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni wale walioliamini jina la Bwana, jina la Yesu, na kumkaribisha ndani ya maisha yao kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamemkubali awaongoze, awatawale na kwa kila kitu. Ukiangalia katika Biblia yako hapo, katika ukiangalia hapo katika Biblia yako, katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 12. Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 12, maandiko yanasema hapa: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio. Pokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, amen, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Watu wote walioamini neno la Mungu wanaitwa ni watoto. Wote ambao wameokoka ni watoto wa nani? Ni watoto wa nani? Ni watoto wa Mungu. Ni watoto wa Mungu. Kwa nini wanaitwa ni watoto wa Mungu? Kwa sababu mtu yeyote ambaye hajaokoka hana uwezo wa kushinda dhambi. Amen, amen Jose. Mtu yeyote ambaye hajaokoka hana uwezo wa kushinda dhambi. Ni lazima atafanya mabaya, atafanya maovu, atafanya kile kitu ambacho kinamchukiza Mungu, ambacho kinaonyesha wazi wazi kwamba huyu si wa Mungu, si wa Mungu. Ndio maana Paulo mtume anaelezea jambo hili vizuri sana, kama mtu aliyewekwa na Mungu kama kielelezo kwetu, akielezea maisha yake ya kabla ya kuokolewa na maisha baada ya kuokoka. Anaeleza maisha yake baada ya kuokoka yalikuwaje, na maisha yake kabla ya kuokoka yalikuwaje. Tunasoma maandiko katika kitabu kile, katika Biblia yako hapo, katika Tito sura ya 3.
Haleluya. Haleluya Jose. Utaona hapo maandiko yanaeleza hapo. Tito sura ya 3. Tito sura ile ya 3. Mstari ule wa pili. Mstari wa pili au tukaanza mstari wa 3 kwa ajili ya kukomboa wakati. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Mstari wa pili anazungumzia sasa watu baada ya kuokoka wanatakiwa wawaje. Baada ya kutoka huko, Mungu ametuhamisha katika giza, akatuokoa na kutuingiza katika pendo la mwana wake Yesu Kristo. Na hasa baada ya hapo tunatakiwa tuweje. Mstari wa pili anasema wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukitukiza na kuchukiana. Mstari wa 4 anasema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alifanya nini? Alituokoa. Haleluya. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema ya wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alifanya nini? Alituokoa. Haleluya. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanya upya kwa Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu wokovu unatufanya mtu akipata wokovu au akipata kuokoka, maisha yake yanabadilishwa. Anaanza kuishi kama yule alivyomuokoa alivyo. Amen. Maana hiyo Paulo mtume anatufafanulia hapa kwamba kabla ya kuokoka hatuwezi kukwepa kuchukia, hatuwezi kukwepa uongo, hatuwezi kukwepa kuua wakati mwingine, hatuwezi kukwepa kufanya uasherati, uzinzi, hatuwezi kukwepa kushirikina, hatuwezi kukwepa kufanya dhambi zozote zile, hatuwezi kukwepa. Kwa nini? Kwa sababu hatuna uwezo wa kushinda dhambi. Mpaka mtu afanye kuwa mtoto wa Mungu, anapewa uwezo wa kufanywa mtoto wa Mungu. Ili aendelee kufanyika mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, lazima awe ni mtu ambaye amekuwa ni mtoto wa Mungu. Na akiwa mtoto wa Mungu sasa hawezi kufanya dhambi hizi ambazo Paulo anazielezea hapa. Amen. Na Yesu Kristo anaelezea juu ya hili tena. Tuliangalie katika Yohana sura ya 8. Yohana sura ya 8